SNTV Online. Huu ni wakati wetu. Wananchi wa wadi ya Kwarinatu wameahidiwa kutatuliwa changamoto zao zinazowakabili ili waendelee kuendana na jamii ya sasa. Akizungumza katika mkutano wa kutatua changamoto kwa wananchi hao iliyofanyika shehia ya Kwarinatu, jimbo la Jang'ombe, mbunge wa jimbo la Jang'ombe Ali Hassan King amesema kupitia fedha za mfuko wa jimbo watatenga shilingi milioni 1 kwa ajili ya kutatua changamoto za maji kwa kufanya utafiti ili kuhakikisha jimbo la Jang'ombe inapata maji safi na salama. Mambo yalokuja mbele yetu ni mawili. Ni sawa eh? Mambo yalokuja mbele yetu ni mawili. Masuala ya maji na suala la uniform za polisi jamii, kuweka ulinzi katika shehia zetu. Kwa sababu mpaka na 3 tunaweka fedha za polisi jamii. Tunasema tutatoa milioni 1 kwa ajili ya uniform za polisi jamii. Ila hatutoi za kurandia mtaani kwa ajili ya ulinzi, au sio? Tumesema kuna masuala ya maji. Kuna masuala ya maji. Hii ni kadhia pana. Na hatuwezi kuisolve kwa labda. Tufanye utafiti. Mturuhusu tufanye utafiti. Halafu tukigundua matatizo yaliokuwepo, tutatumia fedha za mfuko wa jimbo kutatua hayo matatizo. Jengine ulilozungumza kuhusiana na vijana kusoma. Vijana kusoma mwanzo lilikuwemo katika mfuko wa jimbo na tulitumia milioni 17 mwaka 2022 kuwasomesha vijana diploma na degree. Ingawaje kwamba kusoma, kukopesha mkopo wa masomo serikalini ni maendeleo, ila kwenye mfuko wa mbunge sio jambo la maendeleo. Kwa hiyo tukasitisha kwa sababu tulipata kwiri, lakini tutafanya kwa kupitia fedha zetu binafsi. Naye diwani wa Kwarinatu amewataka wananchi waache kujenga kiholela, kwani ujenzi wa namna hiyo pelekea tatizo na kutuama maji na kukosa sehemu ya kuendea. Pale pana kadhia kweli ya kukaa maji, lakini kuna mambo ambayo yalifanyika maisha kuja na engineer pale manispaa bila kumwambia mtu. Lakini kilichokuja kufanyika, ujenzi tunaojenga katika maeneo yetu, mara nyingi tunaweza tukaona nyumba tu imesimama, lakini wenzetu wanakuwa na utaratibu wa kuweka mpaka zile njia za kupitia maji. Zile njia hazipo. Maana yake ikinyesha mvua au maji yakimwagika kwa njia yote, hakuna njia ambayo inaweza kupitisha yale maji yakaenda. Solution ya hili ni hizi njia za ndani, ndio tunaweza kuondoa hii kadhia iliyokuwepo. Mapema wakielezea changamoto zao, wananchi wa shehia Kwarinatu wamesema tatizo kubwa ndani ya shehia yao ni ukosefu wa maji safi na salama. Pia wameomba upatikane ufumbuzi wa maji ya mvua yanayotuama maeneo ya kijangwani. Maji ndio tatizo kubwa la Kwarinatu. Na hili liko katika concept mbili. Kuna concept ya serikali ambayo ndio tunaita ZAWA. ZAWA mita zinasoma kila siku, lakini maji hakuna. Kila ukifika mwisho wa mwezi mpaka Disemba tueletewa, lakini miezi 3 ndio ilikuwa hali ngumu zaidi. Ama kila mmoja Kwarinatu anajua maji yanapata wapi, njia za maji yanapata wapi, anajua mwenyewe. Changamoto yetu sisi wajasiriamali wa pale Kariakoo, hali mbaya ikija mvua. Na mnatusaidiaje kuhusu habari ya manispaa na sisi wajasiriamali wa muda mrefu pale Kariakoo? Kuna mama nitilie, ikija mvua tabu na watu wanakula. Hata serikali inasema kipigo, lakini pale tope. Na mabarabara na chunwa kila siku. Usitukia pale mheshimiwa basi. Mwakumbuke watoto wetu wanazururika mitaani, hawana kazi. Wamekaa kinyonge. Tunasikia tu jimbo fulani umetoka watoto ngapi, jimbo fulani watoto wangapi. Hapa sisi hatuoni watoto wetu kutolewa. Na kama wanatoa kwenye na sisi tuonekane jamani. Changamoto kubwa kwa watoto wetu vijana. Wanaingia kwenye maunga, mabangi, madonge kwa sababu hawana kazi maalumu. Changamoto yetu ikinya mvua, maji yanatuama sana
Kwa hiyo tulikuwa tunaomba mheshimiwa, tizama kwa upande wa barabara, ili wagonjwa wazazi wafike pale wanaposhikwa na shida zao kina mama. Barabara unaikuta haiko vizuri, ina mashimo, maji, mitaro. Kwa hivyo mheshimiwa, madhali umekuja hapa, na sisi kilio chetu ndio hicho kwa wakazi wa Bomani. Subscribe, bonyeza alama ya kengele kupata habari nyingine kama hizi. Pia usisahau kulike na kushare. SNTV Online, huu ni wakati wetu.